Baba na la Mwana na wa Roho Mtakatifu. Amina. Umuhimu wa mahusiano ya kindugu. Mpendwa mtazamaji, katika dunia yetu ya leo inayoendelea kwa kasi sana kwa sababu ya sayansi na teknolojia, na hivyo kusababisha mwingiliano mkubwa katika mahusiano ya kindugu, ya kusikilizana na kujuliana hali yamekuwa nadra. Katika jamii zetu, wengi wetu tumepumbazwa na maendeleo ya ulimwengu huu na vitu vyake kama vile runinga na simu. Kwa namna hii tunaangukia katika wimbi la kutumia muda mwingi kuangalia runinga na kuperuzi mitandaoni kwa kutumia simu zetu, tukipambania mahusiano yasiyotibu hali ya ubinadamu na mahusiano yasiyotibu moyo. Mpendwa mtazamaji, tangu awali lengo la mahusiano limeonekana kuwa ni kumfanya binadamu ambaye ni mjamii kimaumbile asiwe katika hali ya upweke, na hivyo kuchukua nafasi kubwa ya kumkuza katika ubinadamu wake. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Kiukweli kuna tamaa kubwa sana ndani ya moyo wa kila mwanadamu. Tamaa ya kutaka kusikilizwa vizuri, tamaa ya kutaka kuchukuliwa maanani, na tamaa ya kutaka kueleweka. Kwa kweli moyo wa binadamu unahitaji mahusiano ambayo mtu atajihisi uhuru wa kuongea kila kitu, kama vile mtoto mchanga anavyomwambia kila kitu mama yake. Mahusiano ya namna hii ndiyo humfanya mtu ajihisi kupunguziwa mzigo au kuisha kabisa kwa mzigo wa maumivu moyoni mwake. Lakini kwa bahati mbaya sana, wasikilizaji wa kweli wanaomchukulia maanani binadamu mwenzao na kutaka kumwelewa wanapungua kila siku katika ulimwengu huu. Mpendwa mtazamaji, tupo katika ulimwengu ambao zipo familia na jumuiya nyingi ambazo watu wanaishi nyumba moja na wanapata mlo pamoja, lakini hakuna anayesikia sauti ya mwenzake ikimwongelesha yeye. Kila mtu anaishi kama bubu, kiziwi na kipofu wa maongezi ya karibu, maongezi ya ana kwa ana. Mtu ambaye akiona runinga upofu unaisha, na kwenye maongezi ya simu sio bubu wala kiziwi tena. Katika familia hizi hakuna anayesikia sauti ya mwenzake ikimwongelesha, sio kwa sababu wamekosana, hapana, ila kila mtu yuko bize na simu yake na wengine bize kuangalia runinga. Baba, mama na mtoto, kila mtu yuko bize kuangalia simu, mwingine bize kuangalia runinga. Hii ndiyo hali ya familia ambazo simu na runinga vimechukua nafasi ya binadamu. Mpendwa mtazamaji, tumesikia mara nyingi juu ya watu maarufu waliokuwa na ushawishi mkubwa mitandaoni na kujipatia wafuasi wengi. Wanasumbuliwa na matatizo ya kisaikolojia na wengine wanajinyonga na kunywa sumu. Hii ni kwa sababu wamekosa msaada wa kusikilizwa na hakuna anayeelewa wanayopitia. Tumesikia pia vijana wengi kuanzia miaka 16 mpaka 30 ambao wanatumia muda wao mwingi katika mitandao ya kijamii, ndio kwa asilimia kubwa hufariki kwa kujinyonga au kunywa sumu. Hakuna tena muda wa maongezi unaompa mtu nafasi ya kusikilizwa na nafasi ya kusikiliza. Mpendwa mtazamaji, kwa ufafanuzi huu tunaona umuhimu wa mahusiano ya kindugu, mahusiano ya ana kwa ana, umuhimu wa kutenga muda kwa ajili ya kusikiliza wengine na kusikilizwa na wengine, umuhimu wa kuanza kutenga muda wa kuzungumza na watu walio karibu sana na sisi, mfano familia, jumuiya ya watu kuanzia wawili wanaoishi pamoja. Ndiyo maana Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta anasema, kabla haujaupenda ulimwengu mzima, ipende kwanza familia yako. Maneno haya yanatufanya tutafakari ni kwa namna gani tumekuwa tukijisahau kuwatengea muda watu ambao wako mbali na sisi, tukiwapuuza tunaoishi nao, ambao hawajui hata tabasamu letu lipoje. Mpendwa, urafiki wa kwenye mitandao ya kijamii hauwezi kuchukua nafasi ya mtu wa karibu unayeishi naye. Mtu uliye naye karibu, mkiongea, kukawa na kusikilizana na kuelewana, inaboresha ubinadamu na kutibu moyo. Hii sio kwamba marafiki zetu wa mitandaoni tusiwasiliane nao, bali litupasalo kuzingatia ni kwamba wasitufanye tuwasahau wale tulio karibu nao. Mungu atusaidie familia zetu na kanisa lake
viwe nyumba ya undugu wa kweli, sio undugu wa kimaandishi au wa kuigiza, undugu ambao Kristo mwenyewe anaangaza na anaangazwa. Ni mimi mseminari Felix Kasiani Mwansawalile. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.